wauguzi. Ndio. Sawa Na leo ni siku ambayo tunapaswa kutoa shukrani nyingi sana kwa wahudumu wa afya ambao wanafanya kazi kwa bidii na mara nyingi hawalipwi chini ya usimamizi wa hospitali. Vituo vya ukarabati au nyumba za wauguzi na huduma za hospitali. Ila baadhi ya watu wanaonekana kufikiria kwamba watu muhimu zaidi katika mfumo wa huduma ya afya ni madaktari. Lakini amini ulisema awali kwamba lakini hii si kweli kamwe. Kwa sababu daktari atakutibia. Baada ya hapo anakuacha. Anaendelea kukuangalia ama unakuwa chini ya uangalizi wa muuguzi, sio daktari tena. Daktari atarudi labda asubuhi kuangalia maendeleo yako yakoje, lakini wakati wote huo muuguzi ndio yupo karibu na wewe. Katika ile amina tunaambiwa kabisa kwamba wauguzi hawa wana kiasi kikubwa sana cha ujuzi na ujuzi mbalimbali na juzi mbalimbali. Sawa ambao hutumia kwa miaka katika kuboresha na kuendeleza mahusiano, swala mazima ya afya kwa wagonjwa wakati wote wakifanya kazi katika mazingira magumu. Sio mahusiano tu, mahusiano ya afya ya akili. Tena hilo uliongeze hapo. Yaani mahusiano ya afya ya akili. Ni namna gani anazungumza na yule mgonjwa? Namna gani anamhendo na kumkea ili kuhakikisha kwamba hata kama ana ugonjwa mkubwa sana ambao unamsumbua, ajihisi kama ule ugonjwa haupo tena. Sio kama unaelewa hapo. Hapo nimeelewa. Sasa moja kati ya njia za kuadhimisha siku hii ya leo ya kimataifa ya wauguzi ni kuonyesha shukrani, sawa Ndio. kwa wauguzi. Sasa mimi nimelelewa na muuguzi. Namshukuru Mungu nilizaliwa na muuguzi na nikalelewa na muuguzi. Kwa nimeishi ile maisha ya mama akiwa muuguzi. Mimi nikasema kupitia drive back ya CFM leo tumpigie simu, anaitwa Judith Magua. Muuguzi mstaafu kwa sasa. Tunapiga naye story. Cha kwanza nimemtakia heri ya siku ya wauguzi na nikamuuliza pengine experience yake, umri wake katika uuguzi na mambo mengine. Kwa pamoja pia na utofauti kwa experience yake, utofauti kati ya uuguzi wa kipindi kile na kipindi hiki sasa hivi. Sasa pata pia kufahamu hapa tunazungumzia analog na digital. Wabeja sana. Mazungumzo haya hapa. Hongera, leo ni siku ya kimataifa ya wauguzi. Na mimi ndio nimetoka kwenye maandamano sasa hivi. Okay. Asante. Wewe umekuwa muuguzi kwa muda gani? Umekuwa muuguzi kwa muda gani? Nimekuwa muuguzi kwa muda wa miaka 43. Miaka 43 kwenye uuguzi. Hongera sana. Sasa ndio. Nilikuwa najiuliza hapa, hivi tofauti kati ya muuguzi na daktari ni ipi? Tofauti kati ya muuguzi na daktari ni hii. Muuguzi ni mtu wa kwanza wa kumpokea mgonjwa kutoka nyumbani kwake labda mpaka hospitalini. Alafu ndio yeye huyo anayeweza kumpeleka kwa daktari ili daktari akasikilize matatizo yake. Daktari husikiliza matatizo ya wagonjwa. Na anaposikiliza matatizo ya wagonjwa, yeye ndiye anayeweza kuchagua ni njia gani ambayo anaweza akatibiwa nayo mgonjwa huyo kulingana na jinsi atakavyojieleza matatizo yake. Kama ni kwenda kwenye vipimo, kama ni kumwandikia dawa. Baada ya hapo sasa tena anakuwa mikononi mwa muuguzi kwa ajili ya kumpatia dawa hizo ambazo daktari alizonelea kwamba zinaweza zikamponya mgonjwa huyo. Na kama mgonjwa labda inabidi kwamba kulazwa hospitalini, anakuwa mikononi mwa muuguzi kuhakikisha analala salama, kuhakikisha amepata dawa zake, kuhakikisha kwamba yuko katika hali ambayo haitamhuzunisha, hali ambayo itamponyesha na vitu kama hivyo, na kuhakikisha kwamba mahitaji yake aliyokuwa anayapata nyumbani kwake kama amelazwa hospitalini anayapata hapo hospitalini, ili asijione kwamba labda amemisi kitu chochote. Niseme tu kwamba muuguzi anafanya kazi kubwa zaidi kuliko daktari. Okay, wewe ulisoma mwaka gani? Maana mimi hata sifahamu. Ana wewe Fredi bwana, mbona unaniuliza maswali hayo? Tuko kwenye mahojiano.
sana. Mimi nimesomea Bugando hospitali. Mwaka gani hiyo? Nimesoma mwaka wa 78. Ndio. Amina. Amejieleza vizuri sana. Amezungumzia namna gani ama ni majukumu yapi hasa ambayo muuguzi anakuwa nayo. Na amesema pale muuguzi ndo atampokea yule mgonjwa. Ndio. Atamwelekeza sehemu ambapo anahitaji labda kufanya vipimo, kama ni kumwona daktari ataenda. Na kisha pata huduma ya daktari huenda akarudi tena kwa muuguzi. Wauguzi kweli, hongereni sana wauguzi. Sasa hapa tutakufahamu kwa uzoefu wake. Taaluma ya uuguzi ni taaluma Ndio. Taaluma ya uuguzi kwa kipindi chao miaka 43 uzoefu wake. Na kipindi hiki tofauti iko wapi katika eneo hilo la taaluma? Wewe unanihoji wewe. Nisije nikaharibu mambo. Kusema ule ukweli, ngoja nikupe basi kitu ambacho mimi nimesha experience. Wakati niliugua, sikumbuki mwaka gani niliugua, lakini niliugua na nikalazwa hospitalini. Lakini enzi zetu sisi wakati tunasoma chuo, lakini maadili ya Margaret Nightingale ambaye ndio tumesherehekea siku yake ya kuvumbua uuguzi. Yalikuwa bado yako ni makali au yanazingatiwa zaidi kuliko sasa hivi, kwa sababu tulikuwa tunafanya kazi kwa moyo na tulikuwa tunaambiwa kabisa kazi yenu ni kazi ya moyo. Kwa hiyo ni upendo, kusema moyo upendo, umpende huyo mgonjwa, ujione kama ndio wewe umeugua uko pale. Kwa hiyo kwa kweli ilikuwa ni kitu ambacho kilikuwa ndani sana ya moyo wa mtu kuliko sasa hivi. Sasa hivi tunaangalia maslahi, lakini enzi hizo nilikuwa nasema malipo ya muuguzi au malipo ya muuguzi kwa mgonjwa hayawezi kulingana na kitu ambacho unachompa mgonjwa. Kwa hiyo tunajua kabisa kwamba tunafanya kazi, lakini malipo yetu zaidi yako kwa Mungu. Uuguzi ni moyo jamani. Muuguzi ni moyo. Maana muuguzi mstaafu huyo. Miaka 45 amesema experience yake kwenye kazi ya uuguzi.